Hujambo mpenzi mtazamaji, ikiwa sasa imetimia saa 5 na dakika 34 saa za Afrika ya Mashariki. Tumeingia sasa kwenye sehemu yetu ya mjadala, ambapo mada hii leo ni vita dhidi ya kifua kikuu. Mwezi Machi ni mwezi ambao umetengwa kutoa hamasa kuhusiana na maradhi ama ugonjwa wa kifua kikuu, na pia tarehe 24 mwezi huu wa Machi ndio siku mahususi ambayo imetengwa kwa ulimwengu kuadhimisha siku ya kifua kikuu duniani, na Kenya ni miongoni mwa mataifa ambayo yatakuwa yanaadhimisha hiyo siku. Na pia kulingana na idadi na kulingana na takwimu, Kenya ni miongoni mwa mataifa ambayo yameathiriwa pakubwa na ugonjwa wa kifua kikuu. Niko na mtaalamu hapa kwenye studio, na pia nina wanawake wawili ambao ni wenye kisa. Kila mmoja atakuwa anatuelezea yale ambayo alishuhudia, aliyopitia wakati tangu alipobainika kwamba ana kifua kikuu, safari ya kutafuta matibabu, na hadi sasa ambapo bila shaka wamejitokeza kama mashujaa, kwa sababu pia wanatumika sana katika kueneza hamasa na kuwasaidia wananchi kufahamu mengi kuhusiana na ugonjwa wa kifua kikuu, pamoja na kusaidia kukabiliana na unyanyapaa, kwa sababu unyanyapaa ni miongoni mwa masuala ambayo yanawafanya waathiriwa wengi kusalia nyumbani, kuhofia kwenda kutafuta matibabu, pamoja na kujitangaza kwamba wana kifua kikuu. Karibu sana. Na hapa kwenye studio ninaye Damaris Onyango, yeye ni mmoja wa wenye kisa. Karibu sana Damaris. Na pia tunaye Joshua Limo, ana ujuzi kuhusiana na masuala ya kifua kikuu, na pia yeye ni meneja wa huduma za afya Population Services Kenya. Karibu sana. Asante sana. Na pia tunaye Rose Mbithe, yeye ni shujaa na pia ni mwenye kisa. Karibu sana. Asante sana. Kama nilivyoeleza kwenye utangulizi ni kwamba Kenya tumepiga hatua, lakini bado hatujafika mahali ambapo tunakusudia kufika. Kenya ni miongoni mwa mataifa ambayo yameorodheshwa kushuhudia idadi kubwa ya visa vya wagonjwa wa kifua kikuu pamoja na vifo kwa watu wazima pamoja na watoto. Tuanzie na wewe Limo, tuko wapi? Tueleze hali halisi kabla ya kwenda kwa Rose na pamoja na Damaris. Kama mtaalamu, Kenya tumesimamia wapi na hali ikoje? Nashukuru sana Agnes kwa sababu ya fursa hii ya kuweza kuhimiza na pia kuongea kuhusu huu ugonjwa wa tuberculosis ama kifua kikuu, ambayo imekuwa imeleta shida sana ulimwengu kote. Vile umesema ni kweli ya kwamba Kenya iko kadhi ya mataifa mengi ambayo yako na changamoto katika kushughulikia ama tuko miongoni mwa mataifa 30 na tunaendelea kupambana nayo kama taifa. Kulingana na takwimu katika National TB Program mwaka wa 2023, Kenya iliweza kuripoti wagonjwa ambao kiwango cha 97,097 ambapo kwa mwaka mmoja. Lakini hata katika hiyo hali hiyo sio kulingana na ile ripoti ambayo iliweza kuangaliwa ama kuwekwa hapo awali, ni ya kwamba Kenya inafaa kuripoti zaidi ya watu 1,133. Unaona hatukuweza kuifikia. Iwapo hata tulipata hiyo kuripoti wagonjwa kama 97,000 hatukuweza kufika. Kwa hivyo kuna zaidi ya 30,000 ambao hawako kwenye idadi. Bado wapo mtaani na bado wanaeneza ugonjwa. Katika huo mwaka pia kitu nzuri ya kwamba tuliweza, wale ambao walipatikana na TB waliweza kumaliza matibabu vizuri. Tulikuwa na treatment success rate ya around 86%. So inamaanisha tunaendelea katika ile mikakati ya kuweza manage TB katika nchi yetu. Zaidi ya hayo imechangiwa na mambo mengi. Mambo ya kwanza ni tumekuwa na
testing kits hapo tutakuwa pia tunazungumzia kwa sababu wakati sasa tunaingia kwenye undani na kubaini haswa tatizo liko wapi. Ningetaka sasa kuhusisha Rose, yeye pia ni bingwa, wewe ni mwenye kisa, pia umetangazwa kwa miongoni mwa wale ambao ni wajasiri na kuna mchango ambao mnatoa katika jamii, na pia Damaris pia umeweza kupigana hiyo vita, na pia wewe ni mshauri, unajihusisha sana na wagonjwa. Ni nini ambacho kulingana hizi takwimu ambazo Limo ametupa mwaka wa kulingana na mpango wa kifua kikuu hapa nchini mwaka 2023 visa ambavyo vilitangazwa ni 1097, lakini kulingana na hali halisi zaidi ya visa 1133 vilifaa kutangazwa. Mbona hali ikawa ni hivi? Zaidi ya 1030 wako wapi kulingana na yale ambayo umekumbana nayo? Ni nini ambacho inafanya idadi zaidi ya 1030 ni wagonjwa wengi hawa sio wachache? Ni nini ambayo inafanya wengi wajifiche ama wengi wakose kujitokeza? Ni nini ambacho kinachangia? Asante sana Agnes. So kitu ambayo inachangia sana watu wengi kukosa kujitokeza ni hali ya unyanyapaa. Manake kule kijijini bado unyanyapaa umekita kambi na watu wengi wanaogopa kujitokeza kwenda kutafuta matibabu, na pia wengine hawana information ya kwamba hawajui symptoms, hawajui mtu maybe anakosa kuelewa kama akona dalili ya ugonjwa wa kifua kikuu. For example, kama niseme tunao familia ambao bado wanaishi like streets. Tuko na street families. Na so unakuta ya kwamba wale watu hawapati information. Hakuna mtu ambaye anawafikia kuwaelezea ya kwamba unapokohoa kwa muda maybe wa wiki 2 ama unapokuwa kuwa na uchovu mwingi mwilini, unastahili kwenda kuangaliwa, unastahili kufika hospitalini. So bado tuko hapo sasa. Hapo sasa ndio sisi tunaingilia, tunapambana sana kufikia watu ambao wako kijijini ndani, na hii ujumbe tuna create awareness ya kwamba unapokuwa na kikohozi ambayo imezidi, unapokuwa na dalili na symptoms za TB, unafaa kufika hospitalini, upate kuscreeniwa, upate kuwekwa kwenye matibabu. So hao ndio wale watu ambao tunapotea hapo katikati. Kwa sababu shida kubwa, kwa hivyo kumaanisha kwamba ni ukosefu wa maelezo ambayo yanastahili. Naona Limo anataka kuchangia, lakini kabla sijamhusisha nataka pia kumpa Rose nafasi. Rose, pia hali imekuwaje? Ni kipi ambacho kando na unyanyapaa, kwa sababu Damaris amesema unyanyapaa umewafungia wengi sana nje, ni kipi kingine ambacho kinawafanya wengi katika pita zako wakati pia unaeneza habari kuhusiana na ugonjwa wa kifua kikuu kwamba kuna tiba iwapo unajitokeza mapema, unachunguzwa mapema, kuna tiba? Ni kipi ambacho pia kinawafungia wengi nje? Okay, asante sana Agnes. Ile kitu naweza sema inaweza kuwa inafungia watu ili kuweza kupata nini, kuweza kujulikana mapema hali yao. Wacha unyanyapaa, kuna vile tuseme kwa mfano watu pia unapata hakuna zile vyombo ama hakuna support ya kutosha kutoka kwa serikali ili kuweza kupata wale watu pale vijijini, sababu unajua lazima ukienda kule vijijini lazima kukue huyo mtu, ukimpata ataenda kupimiwa wapi? Ni karibu mahali anaweza tembea ama ni karibu mahali anatumia nauli? Pia tunaweza pata saa zingine utapata hata zile vifaa za kupima, those are the testing kits, unapata kule hospitalini saa zingine hakuna. Wanaenda kule hospitalini wanapata hakuna. Nikiongea hivyo sana naongea kama vipimo za Gene Expert. Kuna wakati unapata hata kama tulikuwa na support ya NGOs, unapata kwamba hakuna hizo vifaa. Kwa hivyo inakaa muda mrefu kama nafikiri hii mwaka imepita tulikuwa na shida mingi sana ya hizo vifaa. Unapata tulikaa almost like 6 months bila hizo vifaa. Saa zingine unapata ni sawa utaenda upimwe, lakini ukishapimwa pia dawa unapata pia kuna ule wakati dawa hakukua. Kulikuwa na uhaba wa dawa. Pia hiyo ni changamoto nyingine pia. Haya, pia unapata wale watu unatuma kule vijijini waende watafute wale watu.
hakuna support wanapata. Na wacha nikuambie, sitatoka tuseme kwa mfano kila siku asubuhi mpaka jioni niende nikafanye tu kazi ya bure, yani kazi ya bwerere. Ni sawa, kuna tumejitolea, lakini hatutaweza kuwafikia. Sababu mimi kweli nitajitolea niende nikafanye hiyo kazi na niweze kuwatafuta na niweze kuwatuma pale kwa hospitali ili waweze kupimwa na wajulikane. Lakini kuna mwingine hana hiyo. Sababu hiyo inatoka kwa moyo, si ya kila mtu. Inatoka kwa moyo. Kwa hivyo hapo pia kuna changamoto. So hapo inahitaji support. Inahitaji pia serikali ichangie mambo ya testing kits. Inahitaji pia hata saa zingine pale hospitalini wakifika waweze kuhudumiwa jinsi ilivyo. Tuseme kwa mfano umepata mtu kule kijijini, akifika hospitalini, hao si watu wa kuwekwa pale wakae sana. Ni watu wa kuhudumiwa haraka. Kwa hivyo hakuna hiyo ipendo tunajaribu at least tukifika pale tunasema wapewe kipaumbele, wakuwe wa kwanza kuhudumiwa. Sababu ya kikakaa hapo, kwanza tuseme kama watu wa street, sababu maybe umeenda umewapata, unawatuma pale hospitalini wakuje kuhudumiwa, ujue akili yake bado iko wapi? Iko kwa street. Kwa hivyo asipohudumiwa haraka arudi aende kwenye ametoka, hata toroka tu aende. Hapo ndio tunaweza kupotezea wale watu pale. Kwa hivyo ni vizuri pia tuweze kutenga hata pale hospitalini wale watu tukishawatuma kwanza waonekane kwanza, tutenge mahali ili waweze kuonekana kwanza, waweze kuscreeniwa kwanza ili ndio waweze kupata hiyo huduma. Kwa hivyo hapo tukifanya hivyo pia tutaweza fanya nini? Ile namba hiyo 30,000 itaweza patikana. Pia tukiweza kupata hiyo support ya kwenda kule vijijini, tutaweza kufanya kazi, sababu kuna hao sisi tunajiita TB champions, tuko pale tutafanya hiyo kazi. Kuna community health promoters, they are there. If they get the support, they'll do it very well. Sababu tuseme kama community health promoters, okay, ni sawa, utaenda ile kitu wanapata, tuseme ni kitu kidogo sana. Ni kitu kidogo sana, tuseme kwa mfano hiyo hata kitu ukipata cause the county government is giving them 3,500. The national government is giving them 2,500. That is not worth it. And it is for the whole month. Will you tell me nitakuwa nikishinda kila siku niko kijijini na hiyo? Si nitatoka niende nikatafute kwingine. Kwa hivyo tunahitaji support. Champions wanataka support ili waweze kuingia kijijini, waweze kutafuta hao watu na tutaweza kumaliza TB. Asante sana. Lakini kuna hoja ambayo pia umetoa ni ya muhimu sana pia tuangazie kwa undani, kwa sababu kama wewe ni bingwa ambaye unalengwa sana kuwasaidia wale wanaougua ugonjwa wa kifua kikuu, wakati unapofika pale kijijini umeelekezwa kwamba fulani ana kifua kikuu, ama mnawajuaje kwamba fulani ana kifua kikuu inafaa nimfikie? Na pia wakati mnaenda kwao, kwa sababu ugonjwa wa kifua kikuu unaweza ambukizwa, mko na vifaa, barakoa, kama ni glove mko nazo, ama mnaenda tu pale tu kubahatisha tu? Asante sana kabisa. Tukienda kule kijijini, ndio tuwapate wale watu. Utaenda tu kijua unaenda kwa mtu fulani, sababu hujui nani anayo nani hana. Kwanza lazima uende create awareness, uweze kuhamasisha. Uweze kuhamasisha. Hapo utaenda kuhamasisha watu wapi? Labda kuna siku utatenga, kuna baraza, chiefs baraza, utaenda pale. Labda kuna chama iko mahali, we link with them. Unaenda unawahamasisha pale. Kanisani saa zingine unaweza enda pale, uweze kuomba muda, uweze kuhamasisha. Na sasa ukishawaelezea uhamasishe juu ya ugonjwa wa TB, dalili zake ambazo ni kukohoa, kuumwa na kifua, kupunguza kilo, saa zingine kutokwa na jasho usiku wakati unalala. Hizo ni vitu za muhimu sana. Wakati unawaelezea, mtu atakuwa anajichunguza. Hata ukishamaliza pale, ukishamaliza mkutano kuhamasisha, watakuja tu wenyewe kwa wenyewe mahali huko, sababu umeweza kujitokeza, umeweza kuhamasisha. Hiyo ni kitu moja, wataweza kujitokeza. Lakini utatoka ukijua naenda kwa fulani ama naenda kwa fulani. Hapana, lazima utoe hamasisho. Hata shuleni huwa tunaenda tunapeana hamasisho pale. So hiyo ndio kitu moja itaweza kusaidia sana. Pia ndio uweze pia kuwapata hao watu pia. Lazima pia uweze, tuseme kwa mfano kama mimi nikienda kule sina vifaa za kujizuia. Hatujapewa vifaa za kujizuia. Kwa hivyo sasa hata wewe mwenyewe una take risk, but unasema ni wewe na Mungu wako, sababu wewe umejitolea na roho yako yote. Na hiyo iko ndani ya moyo wako, iko ndani ya roho yako. Hiyo ndio kitu moja inakusaidia. Na hiyo mimi husema hiyo ndio
tunakula hiyo kujitolea, na Mungu anatusaidia sababu ya hiyo. Hakuna hizo vifaa kabisa. Hata kwa community health promoters hakuna, hata kwa TB champions there are nothing like that. Hakuna vitu kama hizo. Kwa hivyo tunaomba serikali kama itaweza kutupatia hizo vifaa, tutaweza kuingia kule vijijini na tutaweza kumaliza TB. Hiyo ndio kitu tunaweza sema. Asante sana, umeeleza vizuri sana na nina uhakika kwamba mtazamaji anayefuatilia kipindi anafahamu mengi kuhusiana na yale ambayo umezungumza, na pia wanaofaa kuwajibika kama serikali pamoja na walio katika mashirika yanayoweza kusaidia kutoa mchango katika sekta ya afya pia wanafahamu mengi. Sasa Limo, pia ningetaka, kwa sababu watu wawili kuna zile dalili ambazo wametaja, ningetaka utueleze mtu aliye na kifua kikuu ni dalili zipi ambazo akiziona hata kabla ya kukaa atajua kwamba mimi mwenyewe hata nikiwa nyumbani hizi ni dalili, nafaa kukimbia. Na nikimbia wapi? Ni kwenye zahanati, ni kwenye hospitali ya kiwango cha level 1, ama ni kwenye hospitali ya rufaa? Mgonjwa kimbia wapi? Na ni zipi dalili ambazo hata ukimwona jirani, labda hata mfanyakazi, labda hata mtoto, unafaa kujua kwamba huyu ana dalili za kifua kikuu? Asante sana Agnes. Dalili za ugonjwa wa kifua kikuu ni kama ugonjwa ile nyingine, kwa sababu dalili zinaweza kuambatana na zile zingine, lakini kuna dalili 5 ambazo ni muhimu kuichunguza na kuiweza kuiangalia. Sisi tunaita 5 cardinal signs of TB. Ya kwanza ni kukohoa. Kukohoa, kitambo tulikuwa tunasema kukohoa kwa mara wiki 2 zaidi, lakini kwa sasa baada ya kuichunguza kwa muda ikafahamika kwamba hata kikohozi ya siku moja inaweza kuwa TB. Usifikirie ni homa. Hata usifikirie ni homa. Tofautisha kati ya kikohozi cha homa na kikohozi cha kifua kikuu. Hata katika homa ni vizuri ufikirie ni TB. Maana imefahamika ya kwamba hata hiyo kikohozi, kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu saa zingine ukimuuliza mtu umekohoa siku ngapi, ajui, anasema nimekohoa leo tu, lakini kwa undani amekohoa hata wiki moja. Lakini kwa sababu ya kutokumbuka kujua vile kikohozi imeanza, maana sasa na pia kwa sababu tunataka kui fast track ile case finding ya TB, tusingoje iweze ikaumiza mabavu. TB ni TB, it's a wasting disease. Itaweza kuimaliza mabavu, na kwa sababu hatutaki kungoja hivyo, tunasema any cough of any duration, ya kwamba kikohozi ya muda wowote. Ya pili ni ya kwamba vile Rosa amesema ya kwamba kupoteza kilo, unaweza kuwa umepoteza kilo lakini sio kwa sababu umefanya exercise ama kwa sababu uko diet. Pana kupoteza kilo isio unexplained weight loss, ya kwamba uwezi ukaielezea. Kilo hata zinaenda haraka. Hujafanya mazoezi, hujapunguza kiwango cha chakula ambacho unakula. Kweli hivyo. Na sio kupunguza kilo, sio lazima ati umeenda pale kwa kusimama kwa kilo. Hapana, ni kwa sababu unaweza ivaa nguo uone hii nguo ilikuwa inakubana, sasa imeanza kuregeregea hivi. Sasa hiyo ni dalili ya kupunguza kilo isiyoweza kuifahamika ya kwamba ni kwa nini. Ya tatu ni drenching night sweat, ya kwamba usiku ukilala unatoa jasho nyingi sana, mpaka hata manguo lazima uibadilishe. Lakini saa zingine sio hiyo peke yake, lakini hiyo ndio chanzo moja, kutoa jasho ambaye sio kwa sababu ni joto, sio kwa sababu ni wakati wa joto, hapana, lakini wakati umelala unatoa jasho. Ya 4 ni kuweza kuwa na fever. Fever tunaita intermittent fever, ya kwamba sio juu, na ni fever ambayo inakuja kila wakati. Sijui fever kwa Kiswahili yaitwaje? Kiwango cha joto ikipanda, na inakuja kila wakati, sana jioni. Hiyo ni moja. Kwa watoto tunaita failure to thrive. Labda hiki kiwango cha joto kifikia idadi ngapi? Of course kiwango cha joto ya mwanadamu kwa kawaida that's 7 degrees Celsius, that is hiyo ni ya kawaida. Ikishapita hapo inaanza kuwa na taswishi, inapanda lakini haiendi chini. So hivyo ndio hipo, lakini haiwezi fika 40 ama ya kwamba haiwezi enda juu sana. Iko hapo 38, iko hapo, kwa sababu hiyo tunaita intermittent fever, ya kwamba sio juu na sio chini.
Na nimesema kwa watoto ni what we call failure to thrive. Failure to thrive ya kwamba mtoto anakula, akui aongezi uzani, kimo chake pia akiongezeki, iko na changamoto. Hiyo ni kwa watoto. Nyingine ni ya kwamba kama mtu ameai kuwa tuseme mimi nakaa na Rose kwangu, tunakaa na yeye amepatikana kwamba ako na TB. Kama tumekuwa tukiishi kwa ukaribu, ni muhimu ya kwamba mimi, kwa sababu tumeishi, TB husambaa kupitia hewa kama vile tunavyoongea sasa hivi hapa. Kama chembe sa kifua kikuu yaweza kutoka ikae kwa hewa, wewe uivute, ingie katika mabafu, iweze kuanza kusambaa ama kujijenga katika mwili, na inaweza ikalipuka baadaye. So kwa sababu ni ugonjwa ambao unasambaa katika hewa, yeyote ambaye amekaa karibu na mtu yeyote ambaye amefahamika kuwa na TB, ni muhimu aweze tunaita history. Through the history ni muhimu ya kwamba aweze akapimwa TB. Kumaanisha kwamba hata iwapo mtoto wako amepatikana ana TB na yuko shuleni, unafaa kutoa ripoti pia shuleni. Lile darasa lipimo, ama ni shule nzima sasa itapimwa? Kwa sababu unajua labda mtoto wakati alipokuwa anacheza, atacheza na fulani, huyo fulani naye akaenda akacheza na mwingine. So ni shule nzima ipimo ama ni darasa lipimo? Asante sana. Hiyo tunaita contact tracing. Ni muhimu ya kwamba yeyote ambaye amekuwa karibu na yule mtoto aweza akapimwa. Sana tunaweza anza kama wale champions wa community watakwambia tutaanza na darasa. Kwa nini? Kwa sababu ya resources. Na basi kwa sababu labda hutumia basi. Kwa sababu tutaanza na darasa. Labda ni grade ya kwanza na pia kwenye hilo basi liko na watu kutoka kila grade. Sana kwa sababu tunaanza na darasa. Watakwambia kwamba ya kwanza wataanza na darasa. Na kukiwa na resources tutapima shule yote. Na kupima sio sana ni kupima kwa kuuliza maswali. Wao watakwambia kwamba watauliza, kila mtu atapanga foleni, aweze kuongea na mhudumu wa afya, ulizwe umekohoa. Hizo 5 cardinal signs ambayo nimetaja hapo, ataulizwa kila mmoja ili waweze, yeyote ambaye ako na dalili hata kama ni moja, itakuwa muhimu sasa aweze akaambiwa aende akapimwe kutumia kipimo ambayo tunaweza kusema gene expert, ambayo vipimo ambayo inaweza kuionyesha kwamba ako na TB ama hana. Ni muhimu. Na hata kama ana kwa huo wakati, ni muhimu aambiwe baada ya muda, kwa sababu TB takes time. Inachukua muda ikijijenga katika mwili kabla haijaanza Haya, mtoka pia mnatueleza wakati kabla unaweza kidogo pia. Okay, nataka kuchangia tu hapo kwa nini tuseme vile umeuliza. Kama tuseme kwa mfano kuna mwanafunzi mmoja amepatikana kwa na TB pale shuleni, kama ni shule yote mzima itaenda kupimwa. Kwanza lazima tukue very careful, tusilete unyanyapaa kwa huyo mtoto shuleni. Lazima kwanza tuende tuongee, tuseme na mkurugenzi wa shule, ndiye aweze kutupatia nafasi kwanza ya kwenda kufanya nini, awareness. Unaona, tuende tuhamasishe shule yote kwanza, tuseme tuhamasishe watoto, pia tuhamasishe hata wazazi. Tukishawahamasisha sasa, si unajua tunawaelezea zile dalili za TB zote vile ziko. So tunawaelezea dalili za TB, vile TB inaambukizwa hivyo, and then now tunaweza kuambia sasa mwenye anaweza kuwa na dalili kama hiyo aweze kuelekea hospitali, ndio tuweze kukinga ule mtoto asipatwe na unyanyapaa kutoka kwa wale wengine. Sababu ukienda kusema ati kuna mwanafunzi mmoja wa ile darasa wataanza kuulizana na ule mwanafunzi atakuwa na wakati mzuri wa kusoma. Asante sana kwa kweli kutoa mwanga hata zaidi kulingana na hilo. Mtazamaji, kufikia hapo nachukua pumziko fupi mno. Kumbuka kwamba tunaendelea kufuatilia shirika la KMPDU, wanaandamana kule barabarani wakilalamikia na kupigania maslahi yao. Chebet Birir anafuatilia taarifa hiyo, na tutakuwa tunaelekea kule punde tu watakapokuwa wanazungumza na wanahabari. Kufikia hapo mtazamaji, nachukua pumziko fupi mno. Baadaye nitakuwa narejea tukiangazia hiyo taarifa ama maandamano ya KMPDU pamoja na mengi zaidi kuhusiana na mjadala wetu wa hii leo.
Karibu tena mtazamaji, sasa tumeingia kwenye sehemu ya pili ya mjadala vita dhidi ya kifua kikuu yani TB, nikiwa naye Joshua Limo, Rose Mbithe pamoja na Damaris Onyango. Damaris, ningetaka tuanze na wewe. Tupe kisa chako wakati ulipobainika kwamba una kifua kikuu, safari ya matibabu na hadi sasa mahali ambapo umefikia kuwa hata bingwa. Asante sana. I think wakati unatembea na watu like sasa watu ambao wanaugua kifua kikuu, ikiwa pia wewe umepitia hiyo safari, inakusaidia sana kuweza kuelewa mali wako. So mimi kwangu I think ilikuwa 2010 wakati ambao nilianza kufeel sikukuwa najisikia vizuri, but pia sikukuwa najua kenye inanifanya, but najua niko mgonjwa. So nilianza kuwa nasikia joto usiku sana, na haikuangi joto ya kawaida, like una sweat kabisa sana sana kwenye kifua. Alafu pia nilikuwa sina nguvu, like unaweza amka asubuhi lakini hauna nguvu kabisa, mwili hauna nguvu. Unajisi mnyonge sana. Alafu sasa mimi ndio niweze kujua, niliweza kuenda hospitalini, na pia nilikuwa nikikohoa. Na wakati nilienda hospitalini nikaambiwa nianze kwenda kupimwa, ambayo ilichukua siku ngapi, manake unaambiwa peleka kohozi. So unapewa tin, unaambiwa enda utoe kohozi, then ulete kesho asubuhi, unaenda nayo nyumbani ukohoe asubuhi ulete. So meanwhile bado unaugua, lakini bado matibabu haijaanza. So wakati yale kohozi inapelekwa inapimwa, ikabainika ya kwamba iko na TB, ya pulmonary TB. So then after that nikaweza kuwekwa kwa matibabu. Haikukuwa rahisi hata kidogo, manake ukianza kutumia ile dawa pia I think kuna side effect. Na usipoelezewa vizuri na daktari, huwezi kuelewa kama ni sawa venye nahisi ni dawa na react nayo ama ni vipi. So unakuta ya kwamba usipoelezewa inakuwa tena changamoto times 2. For example, unaanza kutumia hiyo dawa, wakati unaenda haja ndogo unakuta ile mkojo iko na rangi fulani. So hiyo dawa. So kama haujajua vizuri, hiyo tena inakuletea unashindwa, kwani nimegonjeka tena. But kwa hiyo safari naweza sema kweli haikukuwa rahisi, but at some point mtu anaanza kusikia nafuu sasa. Lakini pia wakati unatumia ile dawa unasikia kama labda daktari anakuambia sasa unastahili ukule hii na hii na hii. Diet yako lazima pia ikuwe inabadilika. So inakuwa changamoto kama maybe hauna uwezo wa kupata ile chakula ambayo daktari anasema. Labda daktari anasema unastahili ukule maini, najua unastahili ukule so hiyo pia kama wewe ni chakula aina gani ambayo daktari alisema Damaris, hizi dawa zifanya kazi lazima ziambatanishe na lishe fulani. Nakumbuka tu maini, nakumbuka nikiambiwa like maini ni bora. But ukule vizuri, ukule mboga kwa wingi, unakunywa maji pia kwa wingi, ili ndio at least mwili pia uweze boost. Alafu wakati unatumia dawa, so because pia si vizuri unakunywa dawa lakini tumbo hakuna kitu, like unakunywa dawa na njaa, hiyo dawa haitakusaidia venye inafaa. So hapo pia inakuwa changamoto. But kwangu niliweza. Alafu pia kuko na unyanyapaa. Manake sasa watu wakijua uko na kifua kikuu, na mtu maybe hata anaweza ogopa kushare na wewe, like hata nyumbani. Unyanyapaa huwa inaanza hata nyumbani, sio hata lazima nje. Labda wewe kulingana na wewe kwangu mimi I think nilikuwa na supportive family ambapo waliweza kuelewa. So hiyo safari kawa sio ngumu sana. Lakini sasa mimi nikijani na watu wengine wanapata, inakuwa ni changamoto sana sana ikiwa iko nyumbani, kwa sababu watakutenga.
unakula peke yako, kwa room unafaa ukae peke yako. So inakuwa shida sana. Yeah. And then pia treatment sio siku moja, like nimeenda nimepewa dawa after 1 week so nasikia poa. Hii treatment iliendelea for like 6 months. Yeah. So inaendelea so unaona ni muda mrefu. Yeah, sio kama venye utaenda niko na malaria utapewa dawa ya malaria 3 days maybe umemaliza. Yeah, so bado kuna hiyo prolonged treatment kwa matibabu ya TB. Na hii dawa unaitumia kila siku katika huo muda wa miezi 6. Unatumia like for the first 3 months. Inafika wakati pia unaenda hospitali hiyo dawa sasa unabadilishiwa. Yeah, sio tu ile venye ulianza ndio unamalizia. Yeah. Hapa pia tutakuwa tumhusisha Limo, atakuwa anatueleza iwapo mtu hatafuata utaratibu wa kutumia zile dawa kulingana na daktari hatari kwa wapi. Lakini kabla hicho tupate sasa kisa cha Rose. Hali yako Damaris ametuelezea jinsi hali ilivyokuwa. Labda wewe iwapo unajisikia radhi unaweza tuambia labda huenda labda hata ni nani alikuambukiza, iwapo labda ni maeneo katika kufanya kazi, katika pitapita zako, na hali ilikuwaje, ulianza vipi, dalili zilikuwaje? Damaris alikuwa na kiwango cha joto, anatoka jasho, anajisikia mnyonge haswa katika nyakati za asubuhi. Kwako Rose hali ilikuwaje? Asante sana Agnes. Mimi hali yangu ilikuwa tata sana. Hii ilikuwa kwa sababu ilikuwa mnamo mwaka wa 2006 when I was expecting my child. Hiyo wakati ilikuwa wakati mgumu sana mwaka 2006. Hiyo wakati ilikuwa wakati mgumu sana kwangu. Sababu moja, nilikuwa na mimba. Sikujua ni nini. Mimba ilikuwa ya miezi mingapi? Ilikuwa ni kama ya miezi 3-4 hapo. Katika kile kipindi cha kwanza. Katika kile kipindi cha kwanza. Sikuweza kujua ni nini na nisumbua, sababu ile tunasema ile mass wasting ilinipata. Niliweza kuisha, nikadhoofika mwili within no time. Nikaisha mpaka nikakuwa ni kama unajua ile tunasemanga ni sculpture. Yeah, that is skeleton. That is how I was. Na wakati huo bado ujauzito uko sawa. Ujauzito huko. Sasa sikuwa najua ni nini inanisumbua. Mimi kwangu nilikuwa nafikiria ni mimba inanisumbua, lakini nikaona hapana, hii si kama kawaida. So hiyo wakati niliweza kutembelea kituo cha afya ambacho kilikuwa karibu na mimi. Nikaenda nikapimwa. Hapo ndio Lakini nikukatiza kidogo tu. Kabla hujaenda kupimwa, wakati kwa sababu ukiwa na ujauzito kawaida unafaa kutembelea kliniki. Wakati ulipokuwa unatembelea kliniki, hawakuwa wanabaini kwamba huenda kuna tatizo? Ama wenyewe walikuwa wanaona labda ni matatizo yenyewe na kupoteza kilo zako ni nambatana na athari za mimba? Nafikiri hakuna mwenye alibaini kama nilikuwa na shida hiyo wakati nilikuwa natembelea kliniki ya mimba. Hakuna mwenye alijua. Lakini kawaida huwa tunapimwa uzani. Yeah, tunapimwa uzani. Lakini sasa hiyo ilikuja, unajua kuna ile unaenda kliniki after every month. After every month. Unajua katika ile nimetoka hospitali, but within a span of, it was like maybe a span of 2 weeks I wasted. Kabla hujafikia wakati mwingine wa kutembelea. Sasa wa kutembelea kituo cha afya. I wasted, niliweza kupoteza uzani wangu kwa haraka sana. So it was like ni nini mbaya. Na unajua huo wakati hakukuwa sana kunajulikana sana mambo ya TB. Haikuwa sana, hakukuwa na hamazisho hizo nyakati za kitambo. Haikuwa na hamazisho, so sikuwa najua. Hakuna mwenye aliweza kuniambia ati unaweza tembelea kituo cha afya ili uende uangaliwe. Hapana, mimi yangu nilikuwa najua ni mimba inanisumbua. But sasa hiyo kuwaste within no time ilinifanya haraka niende hospitali. Niliweza kutembelea kituo cha afya, kile kilikuwa karibu na mimi, nikaenda nikaweza kupimwa. Baada ya kupimwa ndio nikaweza kuambiwa niko na TB. Wakati niliambiwa niko na TB, mimi hata sikushtuka sababu sikujua hata TB ni nini. Sikushtuka kwanza. Haya, nikapewa madawa. Hawakukueleza TB ni nini? Walikwambia tu kwamba uko na TB. Mimi nilipewa madawa nikaambiwa niko na TB. But sikuelezewa. Hizo nyakati hakukuwa kitu kama hiyo. Kama naweza hakukuwa. So niliweza kuambiwa tu niko na TB, nianze matibabu ya TB. Na nikaambiwa kweli dawa za TB nitakunywa
miezi 6. Na hata miezi 6 nitarudi tena kupimwa sababu TB yangu ilipatikana nilitoa kikozi. Kwa hivyo nikaambiwa after miezi 2 nitakuja tena nipimwe. Lakini kliniki nilikuwa naenda kila wiki. But nikaambiwa miezi 2 ikiisha nitaenda tena nipimwe niweze kuonekana vile naendelea. Hivyo niliweza kufanya. But changamoto pia ilikuwa dawa. Zile tembe ni kubwa. Ni kubwa. Na unajua tena zile tembe unakunywa kulingana na kiwango yako ya uzani. So niliweza kumeza hizo dawa, at least nilikuwa na meza dawa 3, lakini ilikuwa shida. Wacha nikwambie, saa zingine nasema ni Mungu sababu saa zingine nilikuwa nasema nizimeze. But najikaza sababu nataka nipone. Pia nilikuwa nataka sababu pia nilikuwa na supportive system ya mzee wangu. Nilikuwa pia nataka sababu alikuwa ananitia motisha na niambia kunywa tu ndio uweze kupona. Hiyo sasa ndio ilinipatia hiyo motisha. Niliweza kukunywa zile dawa, nikaenda after miezi 2 nikapimwa tena. Nikaonekana bakteria ni kama zimepungua. Zimepungua sasa. So nikarudi tena nikaambiwa tena nirudi after miezi 4 nikapimwa tena. Nikaambiwa naendelea vizuri. Hivyo miezi 6 wakati ilifika nikaweza kufanya nini? Kwenda kupimwa pia. Ndio nikaambiwa nimepona. Lakini katika ule wakati huu wa kunywa dawa hapo katikati nilipata unyanyapaa. Sababu gani? Nilikuwa na biashara. Pale nilikuwa na biashara, unajua watu hawatakosa kuongea. Unasikia wakisema fulani ako na HIV, sijui nini. Na unajua pale tulikuwa tunatangamana watu wengi sababu nakumbuka mahali nilikuwa nimeweka biashara, pia kulikuwa na watu, si unajua mahali kuna biashara, kuna watu wengi kutoka sehemu nyingi sana. And it was a busy place. So nafikiri hiyo ndio nilifikiria labda nilipata hapo, lakini sasa watu wakaanza, unajua utakosa kusikia. Kuna ule tu atakuja kuambia unajua fulani atafanya, ama maybe unaona watu wako hapo alafu tu wakikuangalia unajua hapa kuna shida. Wacha nikwambie, ilifika mahali hata kwa ile duka siwezi toka nje. Kwa sababu wanakusema sana. Sababu wananisema sana. Mpaka sasa hiyo unajua pia inachangia your mental health system. So mpaka ikafanya hata niwache hiyo kazi nikae kwa nyumba sasa. Ukafunga biashara. Nikafunga biashara nikakaa kwa nyumba sababu singevumilia. Sababu kwanza nakumbuka kuna mama alikuwa pale ndani, yeye ndiye alikuwa anaineza vizuri sana. Na unajua alikuwa msemaji. Yeye ndiye msemaji sasa kweli. Na alikuwa mama mzee wa umri wa makamu. Sasa singemuuliza, lakini tu navumilia tu ndani yangu. But nikifika kwa nyumba najipa nguvu. Sasa tu nikunywe dawa niweze kufanya nini? Niweze kupona. Sasa na tena hawakujua kama nilikuwa na mimba. Kuna wakati ule nililemewa. But thank God nilikuwa sasa nimemaliza zile dawa. Basi sasa nikalemewa nikiwa kule kwa nyumba. Unajua sasa pale kula ni shida, sikuwa nakula. Sikuwa naweza kukula. Nikikula natapika. Kumbuka hali yangu nini inabaki. Hasa mtoto ni ule akaanza kutoka. Tena katika hiyo hali nikapatwa na bleeding. Nikaweza kukimbia. Wakati uko na miezi mingapi? Wakati huo ulikuwa na miezi 7. 7-8. Nakwambia hapo hali ilikuwa mbaya. Nikaanza kubleed. Sikujua ni nini. Baka sababu mzee hakuwa nilikuwa na simu ya landline kwa nyumba. Nikaweza kupigia mzee akiwa kazini nikamwambia mahali hapa niko nimelemewa. In fact it was so serious sababu damu ilikuwa inatoka kwa kiwango kubwa. So pale niliweza, na unajua kitu moja ilikuwa mbaya sababu nilikuwa nimekauka, hata ile kujikunja kufanya nini, hata kutoka kufanya nini, but nilikuwa na mfanyikazi ndiye alikuwa ananisaidia wakati mzee hayuko. So wakati nikapigia mzee nikaweza kukimbizwa hospitali Kenyatta, nikaenda nikahudumiwa, hata mtoto akatolewa. Sababu singestahimili. Mtoto akatolewa, but I thank God ako sawa. Aliwekwa kwa nursery na baadaye tukatoka tukiwa salama. So I thank God for that. So sasa katika ile hali niliweza kurudi nyumbani nikiwa nimebeba mtoto wangu. Watu walishangaa. Wakashanga huyo walishangaa, kumbe hata si TB walikuwa nasema huyo ako na HIV. Unaona? Na sasa tena wameshangaa, mama mtoto ametoka wapi? Unaona? Katika hiyo hali mtoto ametoka wapi?
So mimi nikakuja, wakati nilikuja walianza kuja hata wakaanza kusanya. Sasa wanakuja kunipa pole nini. Wanakuja kukupa pole ama wanakuja kushuhudia ambacho kile wanachokiona ni kweli. Ndio hiyo sasa. Sasa hata wengine wakaanza kuniambia vile walikuwa wananiongea kule kando, lakini wanaanza kujisema. Nikawaambia mimi sina shida. Niko sawa, niko na mtoto. Lakini katika hiyo hali pia nilikuwa na TB. Nikawaeleza. By the way, yeye ilinifanya nikuwe na ujasiri. Nikawaambia nilikuwa na TB, lakini niliweza kutibiwa, niliweza kufuatilia na nikamaliza. Then now after hiyo kisa ilinifundisha mambo mengi sana. Nikaona vile watu wanapitia wakati mtu ako mgonjwa. Lishe inakuanga shida. But mimi sikukosa, sababu nilikuwa na ile supportive. Hata nikikula nikitapika, mzee alikuwa ananisaidia na nilikuwa napata. But nikajiuliza, huyo mtu hana chochote, anafanya nini? Ule mtu hana mtu wa kumsupport wakati ako mgonjwa, aweze kufika hospitalini. Nani anamfikisha pale? Nani anamsaidia? Ndio sasa hapo ndio niliweza, after kulea mtoto, nikachangamka. Nikajiunga na kikundi. Kwanza nilijiunga na kikundi pale hospitalini ya Jericho ya wagonjwa wa TB. Nilijitolea na daktari alikuwa anafanya pale, sitamsahau, alikuwa anaitwa Levitan. Now is a sub county ni daktari wa sub county Westlands. Namkumbuka vizuri. Tuliweza kuanza kikundi cha kuhamasisha watu wa TB, hata kuwatia moyo. Tuliweza kuanza hicho kikundi, pia tunawahimiza vile wanaweza maliza madawa, sababu wengine walikuwa wanaachia katikati. Wanachoka wanaachia katikati. Nimekuambia tembe ni kubwa, unashindwa kumeza na ni nyingi. Na alafu zile dawa huwezi meza bila chakula. Ukikunywa bila kukula pia inakuweka chini. Kwa sababu dawa zenyewe ziko na nguvu sana. Unaona? So lazima ukule ushibe ndio uweze kumeza zile dawa. Na pia lazima uangazie masaa ya kumeza zile dawa. Sikubahatisha. Kama ni saa moja ni saa moja. From day 1 mpaka miezi 6 ikaisha. So tuliweza kuunga hicho kikundi, tukaendelea vizuri, na watu waliweza kumaliza dawa vizuri na wakapona. Sababu pia hata daktari atatuambia, usipokunywa dawa za TB ama uachie katikati, waelekea kaburini. Hiyo sitakudanganya. Sababu sina kula lungs zote. Utaweza kupumua? Hapana. So hapo kulikuwa kuna changamoto hapo. So hiyo iliweza kunitia motisha, ndio nikakuwa survivor na nikajiunga. Then after that nikajiunga na National TB Champions, ambayo wa TB coordinator ni Guva, Steven Aguva. Ndio tumeshikilia pale kuhamasisha wananchi kule kwa community. Tunaenda tuna create awareness, hata shuleni tunaenda tuna create awareness, na kutoka pale tunapata watu tunaweza kutuma hospitalini waweze wakapimwa. Asante sana. Mengi tunaweza zungumza mengi sana, lakini naona muda haunasi. Lakini ningetaka Limo pia tueleza, kwa sababu watu wameeleza walikuwa na dalili kama sawa, walikuwa wanakohoa na walitoa kikohozi, ndicho ambacho kilipimwa. Kuna aina ngapi ya kifua kikuu? Asante sana Agnes, na asante sana Rose kwa kutoa ushuhuda wako na pamoja na Damaris. TB, kifua kikuu kiko mara mbili. Kuna kifua ya mabafu, tunaita pulmonary tuberculosis. Kifua ambayo inaathiri mabafu. Ndio maana inaitwa kifua kikuu. Na 80% ya TB ni ya lungs. 80% of TB ina affect the lungs. Lakini kuna nyingine 20% ambayo ina affect the rest parts of the body. TB ama ugonjwa wa kifua kikuu inaathiri kila mahali katika mwili ya mwanadamu, ichapokuwa makucha na nywele. Unaweza pata mtu ako na kifua kikuu ya ngozi, ya mifupa, ya matumbo, ya kila pahali, ichapo hizo vitu mbili, the dead cells. The reason why makucha ni because the cells are dead kwa makucha. Kama ni nywele, it is dead. But chochote ambacho kiko na uhai, the life cells in the body, TB inaweza ikaambukiza. So 20% ya TB tunaita extrapulmonary tuberculosis, ambayo ni TB nje ya mabafu. Na ambayo unaweza kukuta mtu ako na TB adenitis, amefura ama ako na uvimbe hapa, ama ako na uvimbe mara aina nyingi sana kulingana na, because tuna classify
kulingana kama extrapulmonary na pulmonary. Kuna aina, okay, hizo ndio aina mbili, lakini kuna kwa wakati wa sasa kuna TB ambayo tunaita drug resistant TB. Of course now sasa hiyo ni ya kwamba mtu amekataa kuambatanisha vizuri kukunywa dawa kama vile Rose wameeleza, kama vile Rose wameeleza, unafaa kuangalia saa na ufuate utaratibu na kanuni za daktari. Sasa utaweza kupata ambayo tunaita drug resistant tuberculosis ama kwa Kiswahili tunaita kifua kikuu TB sugu yani, kwa sababu imesidi haisikii ile dawa ya kawaida, inataka dawa nyingine zilizo na nguvu zaidi. So hizo ndizo aina na TB ya kawaida ya extrapulmonary kwa sababu iko nje ya mabafu, unaweza ikuta miezi ya kuchukua dawa, muda ya kunywa dawa sio kama ile ambayo iko katika lungs. Kuna zile unaweza kunywa hata mwaka moja, miezi 12, miezi 9, inategemea. Ile ya mapafu ndio unatumia miezi 6, dawa miezi 6, lakini ile nje ya mapafu unatumia dawa zaidi ya miezi 6. Zaidi ama inaweza kuwa itategemea ni wapi. Mahali ambayo imeambukiza inaweza determine ya kwamba utatumia dawa muda gani. Kama ni mfupa sana TB ya mfupa, meningitis ya ubongo, hiyo inahitaji kwa muda mwingi. Na pia TB sugu pia inahitaji muda mwingi. Unaweza kuta hata miezi 18 mtu anakunywa dawa kila siku, mwaka mmoja na nusu hivi. Kila siku. Lakini ingawa hata labda utatumia zaidi ya mwaka mmoja, ukifuata utaratibu hatimaye utapata tiba. Haya, kuna swali pia ningetaka pia kwa minajili ya mtazamaji ili tuweze kufahamu. Wakati sasa mgonjwa amebainika kwamba ana kifua kikuu na ameanza matibabu, ima ni mtu mzima ama ni mgonjwa, ni wakati upi sasa atakuwa na uhuru wa kutangamana sasa na watu? Kama ni mtoto arejee shuleni, kama ni mtu mzima arejee kwenye biashara zake, kama ni biashara zake ama kama ameajiriwa arejea kwenye kampuni ambayo anafanyia kazi. Ni baada ya kipindi kipi baada ya kuanza matibabu? Asante Agnes. Mtu akishaanza kutumia dawa za TB ama kifua kikuu, baada ya wiki kama 2, ile kiwango ya bakteria ya uambukizaji wa bakteria inaenda chini. Mahali kutoka wiki 2 kwenda mbele inaanza kupungua. Kila wakati unapotumia dawa ile ukali ama makali ya zile bakteria zinaenda chini. Baada ya mwezi mmoja ikipimwa, sasa ndio maana Rosa amesema kwamba daktari alimwambia akaenda akapimwa mwezi huu, baada ya miezi 2 akapimwa, akakuja akapimwa tena mwezi wa 4 na pia mwezi wa 6 akienda kumaliza ile dawa. Kwa sababu ni vizuri kubaini ya kwamba kiwango inateremka ama haiteremki, kwa sababu kuna wengine ambao ikifika mwezi wa 2 ukienda kuangalia kiwango inaenda juu, maana haisikii ile dawa. Inamaanisha dawa lazima ibadilike, ibadilishwe dawa. Na kubadilishwa dawa inamaanisha hiyo ama inamaanisha kwamba huyu anywi dawa, hafuati utaratibu. Labda hafuati hata kulingana na masaa kama vile Rosa alikuwa anasema, ama akuli vizuri. Sasa ndio maana sasa ile kiwango ya bakteria inaanza kupanda. Lakini pia kuna hoja ambayo aliitaja, licha kwamba yeye alikuwa na ujauzito wakati alipobainika kwamba ana TB. Damaris yeye hakutuambia kama iwapo alikuwa na matatizo wakati alikuwa na meza dawa, lakini Rose yeye hata alikuwa anatapika. Itakuwaje iwapo labda nashindwa kumeza dawa na zitapika? Nitasaidikaje? Asante. Kuna labda kudunga ama ni tembe? Kitambo tulikuwa tunafanya kudunga kila siku. Naye hiyo ni safari mrefu sana. Yeyote ambaye alipitia hiyo regimen ambayo ilikuwa ni ya kudunga kila siku, kweli imagine kila siku ni kudungwa. Na labda kituo hakiko karibu na kituo hakina karibu nao. So dawa ambazo ziko ni za kumeza. Kumeza kila siku. Na mara nyingi tuna mgonjwa anaambiwa umeze jioni ama asubuhi, wakati ambayo
wakati ambao kazi haijaanza kukua nyingi, ama uweke katika mpangilio yako. Maana usipomesa katika ile mpangilio, the cycle of ya dawa katika mwili inafaa iendelee ikiwa juu. Saa zile inaenda kuisha, unaweka load nyingine. Kitabu unaweka load. Kwa hivyo usipofuata yale masaa wakati unakunywa, wakati hata dawa zenyewe zimeisha nguvu kufanya kazi mwili. Ninaona Rosa anataka kuchangia kwa sekunde 10 kama 20. Sawa. Nilikuwa nataka kuchangia tu hapo kwa hiyo TB kama itaisha kwa hiyo muda. Saa zingine ni vizuri wakati mtu anapatikana na TB ambayo imepatikana kupitia kwa kikohozi. Kama imepatikana pale, ni vizuri tunafanya ile inaitwa contact tracing. Tunapima wale wenye wanakana huyo mtu, sababu hatujui kama ni wao wamemwambukiza ama yeye ni yeye amewaambukiza. Sababu tuseme kama walikuwa wamemwambukiza wao, kuna mwenye alikuwa amemwambukiza but yeye ndiye amedhoofika kwanza ama amelemewa kwanza, hata wakati ule anaendelea kukunywa dawa, tutaweza pata TB yake haendi chini. Kwa hivyo ndio sababu tunasema ni vizuri akianza dawa tu hivyo immediately tunatembelea ile nyumba, anaweza kupimwa. Ndio ile tulisema kwa masisha, alafu ndio kama kuna mtu ako na dalili aweze kupimwa, ndio sasa waanze matibabu pamoja. Hiyo inasaidia katika ile pia hali ya kuweza kupona. Asante sana. Bado tukimalizia, mwelekezi ananiambia tutoke kwenye studio sasa tumalize kipindi. Lakini kabla ningetaka, kwa sababu ninahakika kuna mtazamaji pia anajiuliza, kuna hii TB nyingine ambayo umesema haiko kwenye mapafu, iko nje. Dalili ni zile zile? Dalili inaweza kuwa zile ama sio zile. Kwa sababu kama ni uvimbe utaiona. Kama ni kwa ngozi? Kama ni kwa ngozi utaiona. Utaona nini kwenye ngozi? Labda ngozi inaweza parara, kuchipuka ama na pia inategemea. Kuna mwasho labda? Inategemea zile, unajua ugonjwa wa ngozi ni tofauti. So inaweza kuwa imekauka, inaparara, inaanza kupeel. Inategemea, na kama ni uvimbe utaiona, itaanza kutoa uzaa. Na pia uvimbe wake si uchungu. Hauna maumivu. Na kuna zingine ziko na maumivu. Na kama ni ya bones, of course mifupa zitaanza, kama ni mfupa wa mguu utaanza kusikia uchungu. Usifikirie ni uzee unaingia mapema. Ni muhimu kuangalia. Ni muhimu kutembelea kituo. Chochote kila chochote ambacho huwezi uka explain katika hali ya mwili wako, ni muhimu uende katika kituo cha afya iweze ikaangaliwa kwamba kwa sababu hatuwezi sema kila uvimbe ni TB, hapana. Ama tuseme kila nini ya ngozi ni TB, hapana. Ni vizuri iweze ikachunguzwa, ikapelekwa katika maabara, ikaweza ikachunguzwa kujua ya kwamba inaweza kuwa ni TB ama sio TB. Maana sisi tunasema ya kwamba kabla hujasema si TB, enda ikapimwe ijulikane sio. Kama sio lolote lile, ni vizuri ichunguzwe iseme sio. Haya, asante sana. Damaris, semi zako za mwisho kwa sekunde kama 5 tu. Ni kipi ambacho utamwambia mtazamaji ambaye labda ana yale maumivu, ana zile dalili, lakini mwenyewe bado anajishuku, hana uhakika kwamba atatembelea kituo cha matibabu? Mpe ushauri wako wa mwisho, sekunde kama 10 tu, tutoke studio. Okay. Mimi ushauri wangu unaweza kuwa ya kwamba afya yako ndio ni ya muhimu. Your health is your wealth. So wakati unahisi dalili yeyote kama hizo zenye tumetaja, kama hiyo unasikia umekohoa, unasikia uko na joto, unasikia umechoka, ni vizuri tu uende ufanyiwe screening. Manake early screening ni bora juu hiyo kama ni lungs haijakulika sana. So hata wakati unawekwa kwa matibabu unapik haraka sana na una heal. So it's not about like other people. Ili watu pia waweze kutoka kwa unyanyapaa, hii afya ni yako, sio ya jirani yako, sio ya nani yako. So wakati huo unajificha kule ndani, unaogopa kwa sababu watu watasema aje, watu wataona, ni wewe mwenyewe unaendelea kuumia. Kwa hivyo ili tusaidie pia watu watoke kwa unyanyapaa, kila mtu ajue afya ni yake, sio ya jirani, sio ya jirani, sio ya jamaa wako. Haya, asante sana Damaris Limo pamoja na Rose. Bila shaka nina uhakika mtazamaji ameweza kufahamu mengi kama nilivyomie kuhusiana na
kifua kikuu na kuna tiba. Cha muhimu ni ufuate utaratibu wa daktari, na iwapo kuna dalili zozote zisizo za kawaida ambazo utazihisi kwenye mwili wako, ni muhimu sana utembelee kituo chochote cha matibabu ili upate matibabu, na utaanzia kwa kuchukuliwa vipimo ibainike iwapo una TB au la. Mtazamaji, kufikia hapa natamatisha mjadala wetu. Nachukua pumziko fupi mno. Nitakaporejea nitakuwa ninaangazia baadhi ya taarifa kutoka maeneo tofauti humu nchini. Usiende mbali.